Amani iwe juu yako ewe mfuatiliaji wa Wisport TV ambaye unatufuatilia hivi sasa. Karibu ikiwa ni muda na wasaa mwingine wa kuyaangazia yale yanayoendelea kule Mashariki ya Kati. Tumekuwa tukiwa na mfululizo wa kukupa updates za matukio mbalimbali na kujadili kwa kina juu ya yale ambayo yanaendelea hivi sasa. Ifahamike kuwa Iran amekuwa katika mwendelezo wa kujibu mashambulizi dhidi ya wale ambao ni wapinzani wake kwa maana ya Israeli na Marekani. Na leo kwa kina zaidi tutahitaji kuzama kwa kina kujua kwamba je, urejeo wa Israel una maana gani katika taswira ya kidunia, lakini kubwa hasa tukiangalia mtazamo wa kidini juu ya kurejea kwa Israel katika ramani ya kidunia, ni upi uhusiano wake na vita vinavyoendelea kwa hivi sasa. Nipo na ndugu yangu hapa Abdul Karim kuyaangazia mengi kwa kina zaidi katika yale machache ambayo tutakuwa tumekuandalia siku ya hii leo. Langu jina ni Jafet Mipango, mwenzangu kwa upande wa kamera ni Augusto Tabibu. Asalamu alaykum Mali. Wa alaykum salaam. Heri. Mambo yanaenda? Salama Kabisa. Nashukuru. Bana, tumeona kile kinachoendelea hivi sasa na tumeendelea kufuatilia. Lakini leo natamani tuangazie kwa kina hili linaloendelea hivi sasa kwa upande wa imani. Unadhani lina mantiki ipi katika dunia ya sasa? Maana yake ni kwamba kwanza katika mambo ambayo yanaweza yakamwacha mtu katika hali ya kwamba anastaajabu kwa ajabu. Yani ni kama ajabu ya maajabu. Mtu anastaajabu kwa ajabu ya maajabu. Ni pale anaposhangaa mtu, yani baada ya miaka 2000 taifa la Israel nadhani halikuwako katika uso wa dunia. Na hii historia inatukumbusha tarehe toka mwaka wa 71 kipindi General Titus ambaye yule alikuwa ni Mrumi yule, Warumi waliwatoa wana wa Israel katika mji wa Jerusalem na wakatolewa pale wakaenda uhamishoni. Sasa kutoka kutolewa pale mwaka 71 takriban hadi leo hii mwaka huu tunaosema kwa maana kalenda ya jua mwaka wa 2026 miaka mingi imepita, takriban miaka 2000. Lakini leo hii ni katika hali ya ajabu, tunashangaa taifa lile limerejea katika uso wa dunia. Sahihi. Lakini je, nani amelirejesha? Na kwa nini limerejea? Je, yalizungumzwa katika dini? Maana isibakie tu tukazungumza katika hali ya kisiasa labda ya kiuchumi, tunaona mivutano, lakini pia ipo namna kuangalia, kwa sababu tunapozungumza wana wa Israel lazima tuguse maandiko pia, sababu ni watu pia wanaishi kwa mujibu wa maandiko, ni dini. Yani kwa maana leo hii wanaposema tunataka kuleta taifa la Kiyahudi, a Jewish state, taifa la Kiyahudi, hiyo ni ajenda ya Wazayuni ambayo imekuwa toka kipindi karne ya 19 inaisha mwishoni. Kwa leo hii tunaona kwamba lile taifa limerejea. Sasa kwa nini limerejea na imewezekana vipi lile taifa kurejea? Kwa haya ni mambo ambayo yanaweza kumwacha mtu katika hali ya mshangao mkubwa. Na kwa nini lilikuwa halipo kama kwenye maandiko? Watu hawa tunaona walihamishwa wakaelekea wapi? Kwa sababu katika mambo ya kiimani pale kwamba miongoni mwa wana wa Israeli katika kitu wanachokitegemea kwao kikubwa ni swala la Masihi, yani kwamba Masihi ni mpakwa mafuta tunasema. Almasihu kwa Kiarabu kwa maana mpakwa mafuta kwa lugha yetu ya Kiswahili, au the anointed one kwa Kiingereza. Wengine wanasema labda Christ ndio huyo Kristo. Yani ni neno lile tu linanyumbulika katika lugha tofauti. Kwa ni mtu yule tunamzungumzia, historical figure, ni mtu ambaye ana dauru kubwa atakuja kuicheza duniani. Kwamba Masihi walikuwa wanamtarajia wana wa Israeli. Kumbuka walitolewa uhamishoni, wakavushwa kwenye bahari Nyekundu, majeshi ya Farao yakaangamizwa pale, wakaenda kuishi walitoka utumwani Misri. Ni historia maarufu sana. Tunazungumza tu kwa kifupi leo. Sasa wakaishi Sinai pale kabla kuingia sasa kurudi katika nchi ya ahadi, ambapo Musa anafariki, hakuwaingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi. Walikuja kuingizwa na vijana wawili, Joshua na Kalebu tunawaita. Kwa Musa akarudisha, kafanikiwa kuwavusha, kuwakomboa katika utumwa. Sasa safari ya mwisho anaambia, enyi wana wa Israeli. Hii tunayo kwenye Qur'ani sura ya 5 aya 22. Anasema udkhulul ardha almuqaddasata allati kataba Allahu lakum, enyi wana wa Israeli, enyi watu wangu,
enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ingieni katika nchi takatifu ambayo Mola wenu amekuandikieni, hii ni yenu. Na ndo mission ya Musa, kuwarudisha nchini kwao Israel. Sasa Israel, Jerusalem ni kwao. Ndo swali linakuja, Israeli ile ambayo walitoka utumwani Misri kuitafuta nchi ya ahadi, ndo Israeli tulionayo kwa hivi sasa. Hapo sasa tutakuja katika somo jingine ambalo litaenda kutupelekea kwamba wapo walizungumza wengi kama Anwar Sadat, nadhani alikuwa ni rais wa tatu wa Misri, asema mlitoka hapa weusi mkarudi weupe, inakuwaje? Yani kwamba walitoka weusi, mlikuwa weusi lakini mmerudi weupe, inakuwaje mazingira kama haya? Pengine kuna jambo sasa, tutafungua mlango mpya kwamba Israeli leo hii tunaiona imerejea. Sio Waisraeli wote wamehusika, bali kuna nguvu nje ya Israeli ambayo imetumika kuirejesha Israeli, na hii ni huruma ya kidunia. Jumuiya ya kimataifa yenye nguvu leo hii duniani ndio imetumia nguvu zake za kijeshi, za kiuchumi kuweza kuirejesha Israeli. Maana yake tunazungumza ulimwengu wa magharibi, jamii ya wazungu, Ulaya na maeneo mengineyo, hawa ndio wameirejesha Israeli. Lakini tunapozungumza Wayahudi leo hii, sio wote kwamba ni wale wa asili kwamba wana uhusiano moja kwa moja na nasaba ya Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ule uzao wa Yakobo. Sio kwamba wengine ni machotara walikuja kuwa ni pandikizi katika Uyahudi, ambayo tunaweza kusema labda Wayahudi wa Khazarian Jews na wengineo Maashkenazi, kwa unakuta ni ambao wamekuja kuwa ni wazungu zaidi. Sasa baada ya kuja kuipokea ile imani ya Kiyahudi, ikatumika kama kuwa ni sehemu ya ajenda kuirejesha Israeli. Maelezo haya yapo kwenye maandiko pia, kwamba nadhani hata unaweza kupata kwenye kitabu cha Mathayo 22:24 na hata Luka pale 21:6. Mathayo 24:2. Tuendelee tu, mimi nitaisoma hapa. Yesu akaondoka zake, akatoka hekaluni na wanafunzi wake wakamwendea wakitaka kumuonesha majengo ya hekalu. Majengo ya hekalu, maana yake tunapozungumza hekalu tunazungumzia mji wa Jerusalem, pale kwenye lile hekalu la Suleimani ambao ndio upo leo hii msikiti unaitwa Al-Aqsa, lakini sipendi kutumia jina Al-Aqsa bali natumia Baitul Maqdis. Sasa inasema akawaambia, Yesu akawaambia, amini nakwambieni kwamba halitabaki jiwe juu ya jiwe hapa isipokuwa ambalo halitabomoshwa. Yani maana yake katika lile hekalu alilokuwa akimuonesha namna limepambwa vizuri, akamwambia halitabaki jiwe juu ya jiwe hapa isipokuwa ambalo halitabomoshwa. Maana yake alitoa utabiri kwamba hili hekalu litakuja kubomolewa, na ndicho kilitokea tulipoanza mwanzo mwaka 71 wakati General Titus anatoa wana wa Israeli. Lilibomolewa hekalu la Bwana, wakatolewa uhamishoni. Na kwa nini walitolewa? Sababu ilikuwa ni sehemu ya kuadhibiwa kwa Israeli kwa kuwa walimkataa Masihi. Yani tunavyozungumza leo Israeli wanaishi katika nadharia kwamba kuna mtu wanamsubiria kwao ambaye ni kiungo muhimu mno, anaitwa Masihi. Sasa alivyoenda Masihi ambaye ndio Yesu, tunamfahamu mara nyingi wa Kristo wanamfahamu Yesu kwamba ni Masihi, Waislamu pia wanamfahamu Isa ambaye ndio huyo Yesu kuwa ni Masihi. Kwa hiyo sisi Waislamu na Wakristo tunakaribiana zaidi juu ya hiyo nadharia kwamba Masihi ni Yesu. Sasa alipokuja wana wa Israeli wakagawanyika, fa amana ta'ifatun min bani Israil, kundi moja katika wana wa Israeli kamwamini, likasema kweli wewe ni Masihi. Hawa ndio wakawa Wakristo. Ndio maana Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Kristo ni nani? Ni Masihi. Masihi ni nani? Mpakwa mafuta, wanaitwa kwa Kiarabu al-Masihiyuna au an-Nasara. Hayo yote ni majina. Lakini wakafara taifa, lakini kundi jingine likakufuru, likamkataa, likasema hawezekani kuwa ni Masihi. Mama yako kwanza amekuzaa katika hali ya maajabu. Wakapata mashaka pengine inawezekana ni mtoto wa zina, na Mungu atuepushe na hilo. Baadaye wakishuhudia kabisa, wakidai, wakichekelea, wasema tumemuua pale juu msalabani, na wao wanachekelea, wanajua kwamba amemmaliza. Sasa katika namna ile kuna Israeli kugawanyika, kundi limemwamini Masihi, kundi limemkataa. Hao waliomkataa ndio wakawa Wayahudi, wakamkataa Yesu. Kwa hiyo wanaishi bado na ile nadharia tunamsubiria Masihi mwingine na sio Yesu.
Netanyahu na jamii yake, ingawa Netanyahu anaweza sio Myahudi wa asili, labda ni chotara amepandikiza, lakini anaamini kwamba Yesu hakuwa Masihi. Kuna Masihi mwingine tunaomsubiria, huyu ni Masihi wa Wayahudi, atarudisha Israeli kama manabii walivyosema kina Isaya kwamba atarudisha taifa la Israeli na atafanya kuwa taifa, na atajenga hekalu na atafanya Israeli kuwa taifa tawala duniani. Kwa hiyo Wayahudi hawa ndo ambao wanaitwa wapinga Kristo wa hawa sasa hivi. Hii Israeli ya leo inaweza kusema katika namna hiyo ni hivyo. Lakini bado watu wanaamini kwamba Wayahudi hawa ndo wale wa zama zile. Na tumezungumzia kuhusiana na dini ya Kiyahudi. Walio wengi wanashindwa kutofautisha kwamba kuna wale waliokubali kumfuata Yesu Kristo, wafuasi wa Yesu Kristo kwa maana ya Masihi tuliozungumza, na kuna wale waliomkataa Yesu ambao ndo wakapatikana Wayahudi. Sasa watu wengi wa maswali yanakuja, hao utaratibu wao upoje katika kusali? Kwa sababu walio wengi wanaamini kwamba hawa pia wanasali au wanafuata miongozo ya hawa ambao wanamfuata Yesu Kristo. Pengine hapo tukiamini ni kwamba wao wanategemea Agano la Kale. Wayahudi wanategemea kitabu cha Torati. Tora maana yake ni kitabu kilichokuwa kadimu zaidi, kadimu kabla ya Injili. Kadimu tunasema ni kilikuwepo kitambo kidogo kabla ya Injili. Na Injili ilipokuja, kwa hiyo wana wa Israeli wengine wakaikubali Tora, wakaikubali na Injili, the gospel of Jesus, wakaikubali Injili ya Yesu, wakabeba vyote. Lakini wale wengine wakasema sisi tutabaki na Tora, tutabaki na Torati tu ya Musa. Maana yake kwa kusema tunabaki na Torati ya Musa, na wakati huyu Masihi amekuja kwa ajili ya wana wa Israeli, maana yake wakawa wamekataa Injili, kwa watabakia na mafungamano ya kwenye Agano la Kale, na hawa wameenda Agano la Kale na hilo agano ambalo limekuja ni Agano Jipya. Sasa hiyo ikapelekea Israeli kwenda kugawanyika. Lakini leo hii tunavyoona hizi nguvu ambazo zinaoneshwa za Israeli, bila shaka zilikwisha zungumzwa kwamba zitakuja kutokea na Israeli itarejea. Yalizungumzwa kwenye maandiko, na ndio maana ingawa tumegusa kidogo, kama unaweza kusema tumegusa kwenye maandiko ya Biblia tulitoa pale, lakini katika falsafa ya Uislamu inazungumziaje juu na hili jambo ambalo linaendelea kipindi hiki? Tunasema dunia iko karibu kushuhudia harubu ya tatu ya dunia, ikiwa na maana ya harubu ni uharibifu, maharibifu. Harubu ni vita. Wale tunaweza tukatumia msamiati wa Kiswahili tukasema harubu ya dunia inaendelea, yani vita ya dunia inaendelea. Okay. Kwa hiyo msamiati mpya huo tumeongeza. Harubu inaendelea huko duniani. Harubu inaendelea huko Mashariki ya Kati. Naam. Kwa maana yake ile harubu ambayo inaendelea baina ya husuma iliyopo kati ya Israel na Irani. Husuma ni kuhasimiana kule, ni msamiati maarufu. Kwa wanahasimiana. Tukiona hatima ya hili ni nini? Mwisho wa hili jambo ni nini? Maana yake tunachotarajia ni kwamba kwa nguvu tulioiona Israeli imeonyesha kwa kipindi hiki, na tukisema hivi hatumaanishi kwamba tumeungana na Israeli, ila tunazungumza katika uhalisia wa maandiko. Mwaka 1897 kumbuka kikao cha kwanza cha Wazayuni, ni historia maarufu kwa sasa. Mwaka 1897 mwishoni mwa karne ya 19 Wazayuni walikaa kikao, wakana ajenda kwamba tunaenda kuasisi taifa la Kiyahudi, a Jewish state. Maana yake a Jewish state, tayari msamiati huu una sintofahamu ndani yake. Waislamu vipi? Wakristo vipi? Je, wao hawana haki ya kuishia Jerusalem na kuishi pale? Maana yake ni taifa la Kiyahudi. Sasa linaenda kuasisiwa mwaka 1917, vita kwanza dunia. Israeli, Mwingereza akatambua taifa la Israeli Palestina. Tukatoka pale tukaenda mwaka 1947 48, Umoja wa Mataifa unakuja ukatambua Israeli kuwa ni taifa. Israeli litakuwa ni taifa sambamba na taifa la Palestina katika azimio la 181. Naam. Ambapo tunaona sasa kutoka pale tumeenda vita siku 6, vita maarufu. Israeli aliwashinda Waarabu katika shambulizi la kushtukiza. Tumeenda vita ya Kippur mwaka 73, Israeli pia aliwashinda Waarabu. Kwa hiyo tunavyoenda tunaona Israeli nguvu yake kama vile hakuna mtu anaweza akaizuia. Inatokea wapi? Haya mambo haiwezi kutokea kwa bahati mbaya. Inayoyoma tu inakuja. 2017 juzi, awamu ya kwanza ya Trump
akasema kwamba tunatambua kwamba rasmi kwamba Jerusalem ni mji mkuu wa Israeli. Kwa hiyo maana yake makao makuu ikabidi yahamishwe kutoka Tel Aviv kwenda Israel. Jerusalem. Yani Jerusalem ndio ikawa mji mkuu wa Israeli. Kwa hiyo na ubalozi wa Marekani pia wakahamia Jerusalem kutoka Tel Aviv. Sasa hivi baada ya kupata Jerusalem, tayari ardhi imekombolewa kutoka kwa Ottomani, himaya yake amepokwa Mashariki ya Kati, Mwingereza amefanya kazi hiyo. Tayari nchi imeasisiwa mwaka 1747-48. Tayari mji mkuu umetambulika mwaka 2017. Sasa baada ya hapa tumepata Jerusalem, nini tunachokitarajia? Ndio tunaenda kwenye hekalu la Bwana, linaenda kujengwa tena upya kwa ajili ya kumpokea Masihi wa Wayahudi.